Hatimaye jeshi la polisi lajitokeza tena na kuthibitisha kuwa kumbe chanzo cha mauaji haya yaliyotokea ni wivu wa mapenzi, yaani kuchepuka. Habari za muda na wakati huu, mtazamaji wa Mseto Media, ni kushukuru sana wewe ambaye umekwisha subscribe, na wewe ambaye bado ni kusihi tu kwamba usubscribe sasa ili usiwe unapitwa na taarifa zetu nzito kuhusu siasa, jamii, elimu, michezo pamoja na burudani. Bonyeza maneno mekundu subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa za mauaji na vifo vinavyounganishwa na sababu za wivu wa kimapenzi vyazidi kwa vingi nchini Tanzania, ambapo jeshi la polisi limejitokeza tena na kutoa taarifa kwa umma likiongelea mauaji mengine na kuthibitisha kuwa wivu wa kimapenzi ndio sababu. Iko wazi kwamba nchini Tanzania kuna msiba mkubwa wa MC Pilipili, lakini ngoja kwanza nikupe taarifa hii mpya ya mauaji mengine kisa wivu wa kimapenzi, alafu tutarudi kwenye kifo cha MC Pilipili. Jeshi la polisi limetoa tena taarifa inayosomeka hivi: taarifa kwa umma. Wivu wa kimapenzi husababisha mauaji ya wanandoa. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linatoa taarifa kwamba Novemba 17 mwaka 2025 majira ya saa 1 kamili asubuhi katika kitongoji cha Bugoma, kijiji cha Kilombero, kata ya Lwamgasa, wilaya ya Geita, Maria Salvatore aliuawa baada ya kushambuliwa kwa kupigwa kitu kibutu kichwani na kuchomwa kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na mume wake Mayala Juma. Baada ya kufanya mauaji, Mayala Juma alijifungia chumbani na kunywa sumu aina ya Cyanum Crown pamoja na dawa nyingine katika jaribio la kujiua. Alikimbizwa hospitali ya wilaya Geita ili kuokoa maisha yake, lakini alfajiri ya Novemba 18 mwaka 2025 alifariki dunia. Chanzo cha tukio hili ni wivu wa kimapenzi baada ya mume kumtuhumu mkewe kuwa na mahusiano na wanaume wengine, akaamua kumuua na yeye akajiua. Miili ya marehemu imefanywa uchunguzi na kukabidhiwa ndugu kwa taratibu za mazishi. Mtazamaji wangu, hiyo ilikuwa taarifa mpya baada ya kile kifo cha MC Pilipili, ambapo sasa tukirudi kwenye kifo cha MC Pilipili ni kwamba jeshi lilitoa taarifa kufuatia kifo hicho kwa kusema kwamba taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limethibitisha kutokea kwa kifo cha Emmanuel Mathias Matebe almaarufu kama MC Pilipili, mkazi wa Swaswa jijini Dodoma na Dar es Salaam, ambapo Oktoba 16 mwaka 2025 majira ya saa 9 mchana marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo akiwa anapatiwa matibabu. Kabla kufikwa na umauti majira ya saa 8 mchana, msaidizi wake Hassan ya Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane. Na baada ya muda mfupi walifika watu watatu asiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe, na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na kuondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini kwamba MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake na watu ambao bado hawajafahamika na kupelekea kifo chake. Jeshi la polisi linaendelea na upelelezi wa kuwatafuta na kuwatia nguvuni watuhumiwa ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya jeshi la polisi kuhusu kifo cha MC Pilipili, ambapo kifo hichi wengi wanasema kina utata, kina siri na hakiweki wazi moja kwa moja, huku asilimia kubwa wakisema ameuawa, kwani mwili wake ulikutwa na alama nyingi za kifo cha mateso, yaani kupigwa. Je, wahusika walikabidhije mwili pamoja na kupiga simu bila kujulikana? Na je, ilipotokea tukio ni wapi? Hakuna mashuhuda, hakuna namba ya gari wala simu iliyopiga. Yaani wengi wanasema taarifa za kifo cha MC Pilipili zimetolewa zikiwa hazitoshelezi. Je, wewe una maoni gani juu ya tukio hili? Tuandikia hapa chini na sisi tutasoma kwa uzuri kabisa. Mimi ni Naomi Godlove hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.